Habari ya kwako mtazamaji wa SQF TV. Leo tunaendelea katika afya tips yaliyojiri ndani ya conference, na hapa nipo na Daktari Saidi Kilindimo ambapo tutaenda kuzungumzia kuhusiana na magonjwa ya mahututi. Moja kwa moja, habari yako daktari? Habari nzuri, nashukuru. Asante sana. Pia mtazamaji angependa kufahamu zaidi, wewe ni daktari ambaye unahusika na vitu gani? Sawa, naitwa kama ulivyonitambulisha Dr. Saidi Kilindimo, ni daktari bingwa kwanza wa magonjwa ya dharura, lakini pili wagonjwa mahututi. Wagonjwa mahututi ni wale ambao tumezoea wakifika hospitalini wanaenda kulazwa ICU. Kwa maana tofauti ni wagonjwa ambao wamezidiwa, hawajitambui, wanahitaji msaada kwenye kusimamisha na kuendeleza hali yao ya uhai. Ni hatua gani za awali ambazo unazichukua kwa ajili ya ni hatua gani za awali unazozichukua unapopokea mgonjwa ambaye ni mahututi? Kwa hospitalini au kwenye mazingira ya wahudumu wa afya, mgonjwa mahututi mara nyingi anatakiwa apewe zile huduma za dharura. Hicho ndio cha kwanza ambacho kinachotakiwa kifanyike. Kwenye huduma za dharura ni kuhakikisha kwamba mgonjwa njia ya hewa iko vizuri, hewa inapita ya kutosha, kuhakikisha kwamba mgonjwa anapumua na mwili unapata oksijeni ya kutosha, lakini pili ni kuhakikisha kwamba mzunguko wa damu unafanya kazi vizuri, na kama ufanye kazi vizuri basi kuna namna unayofanya, aidha kumwekea dawa au kumwekea maji ili kuhakikisha kwamba mzunguko wa damu vizuri unafanyika. Kwa hudumu wa afya, hichi ndo ambacho unatakiwa kufanya mwanzoni kwa wagonjwa mahututi, kuhakikisha kwamba hali ya uhai kwa ule mgonjwa inakuwepo. Lakini kwenye jamii pengine hili linakuwa ni gumu kidogo, kwa sababu wao hawana uelewa au utaalamu wa kutoa huduma za namna hii. Lakini popote pale mgonjwa alipo mahututi, na kama tunavyojua dharura au mahututi inaweza ikamtokea mtu popote alipo. Anaweza kuwa yuko nyumbani, anaweza kuwa yuko safarini, anaweza kuwa yuko sehemu ya starehe. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo hata kama jamii sio daktari, sio nesi, unatakiwa uweze kuvifanya. Kwa mfano, kitu cha kwanza unachotakiwa kukifanya ukishaona mtu mgonjwa yuko mahututi, omba msaada. Kuomba msaada maana yake kama una simu unaweza ukapiga, au kama kuna daktari aliyopo karibu, au kama kuna wahudumu wengine waliopo karibu wanaweza wakaja kukusaidia. Kwa Tanzania sasa hivi tuna namba 1115. Hii pia iko dedicated na ilizinduliwa na serikali kwa ajili ya huduma za dharura. Kwa hiyo ukishaomba msaada wa namna yoyote ile, cha pili unachotakiwa ni kuhakikisha kwamba yule mgonjwa anakuwa kwenye hali ambayo itasababisha upumuaji ukaweza kuendelea. Kitaalamu tunaita recovery positions. Ukishamweka kwenye position wakati unasubiria msaada, hii inahakikisha kwamba mgonjwa anaendelea at least kupumua na hali ya mwili inaendelea kufanya kazi. Usiondoke pale alipo mgonjwa. Endelea kubaki pale, endelea kuita msaada, kwa sababu watu wa huduma pia wakati wanakuja wanaweza kuwa wanakuuliza maswali mawili matatu, na waweza wakakushauri nini cha kufanya wakati unasubiria huduma kupata. Kwa hiyo haya mambo matatu kwa jamii yanatakiwa yafanye. Omba msaada, mweke mgonjwa kwenye umbile ambalo litamfanya endelee kupumua, lakini usiondoke pale alipo mgonjwa. Ni huduma gani za haraka ambazo unaweza kumsaidia mgonjwa ambaye amepata mahututi? Huduma ipi ni ya kwanza ambayo unaweza kumsaidia? Huduma ya kwanza kama ni mtaalamu wa afya ni hiyo, kama nilivyosema mwanzoni, ni huduma zile tunaita za dharura, kuhakikisha kwamba mwili una yale mahitaji ya mwili ili kutengeneza uhai yale yanafanyika. Tutamhakikisha kwamba mgonjwa anaweza kupumua, na kama hawezi kupumua tuna vifaa vingi ambavyo tunavifanya kuweza kumsaidia. Tuna uwezo wa kumpa oksijeni, na kama hapumui kabisa tuna uwezo wa kumsababishia akapumua wakati anaendelea kupata huduma. Lakini la pili ndio hicho, kuhakikisha kwamba mzunguko wa damu unafanya kazi vizuri, na kuna mambo mengi ya kitaalamu ambayo tunaweza kufanya kwenye kumsaidia mtu ya mahututi. Lakini kikubwa zaidi, wagonjwa mahututi si ugonjwa ambao unaweza kupona kwa siku moja au siku mbili. Kwa wanahitaji wawepo kwenye kituo sahihi na wataalamu sahihi ili aendelee kupata huduma mpaka pale tunapopata. Tunashukuru serikali yetu imejitahidi sana hivi karibuni kuhakikisha kwamba huduma za dharura na mahututi zinafanyika. Kwa miaka ya karibuni ya 21, 22, 23 mpaka 24, serikali imeweka sehemu kubwa sana kuongeza nguvu katika maeneo haya. Kuna idara ya dharura zaidi ya 80 mpya zimejengwa. Kuna idara mpya za wagonjwa mahututi zimetengenezwa ndani ya hospitali yetu, kuanzia ngazi ya hospitali ya wilaya, mkoa, kanda mpaka taifa. Lakini pia hata wataalamu
Mimi kama mtaalamu kutoka Chuo Kikuu cha Afya Muhimbili, serikali tulifanya nao kazi na tukafundisha zaidi ya wataalamu 700 waliopo makazini ili waweze kusaidia wagonjwa wenye hali ya mahututi na dharura. Kitu gani hasa ambacho unawashauri pengine madaktari pamoja na wauguzi watakapokuwa kule hospitalini? Kikubwa ni kujiandaa. Ni kuhakikisha kwamba eneo lako la kazi liko tayari kupokea mgonjwa wa dharura na mahututi, kuhakikisha kwamba vifaa unavyotakiwa kuwa navyo viwepo pale. Na kwenye huduma za afya, wewe kuwa tayari kumsaidia mtu wa namna yoyote anayofika mbele yako, bila kujali rangi, bila kujali amevaa mavazi gani, bila kujali jinsia. Yeyote anayefika mbele yako kwa ajili ya kuhitaji huduma za dharura na mahututi anastahili kusaidiwa. Wewe ukiwa kama mmoja wa walimu ambao walishiriki katika conference mwaka 2025 kutoa elimu kwa manesi pamoja na madaktari, ni kitu gani hasa ambacho umejivunia na wewe pia umepata faraja wakati walipokuja wanafunzi hao? Ni sehemu kubwa sana ya mafanikio, hata ukilinganisha ya mwaka huu na mwaka jana wakati umepita. Mwaka huu maandalizi yamekuwa mazuri zaidi, lakini pia hata washiriki wamekuwa sio tu wengi, lakini wamekuwa na utayari. Wako tayari kupokea mafunzo na wako tayari kushirikisha yale maoni yao na experience yao. Kwa pamoja tukajadili na tukaona jinsi gani tunaweza tukaboresha kutokea pale ambapo tulipojifunza mwaka jana, lakini tulipokuwa tunajifunza makazini. Kwa hiyo mwaka huu kongamano limefanikiwa sana, kwa sababu mpaka leo siku ya 3 toka tumeanza mafundisho, kila ambaye ameshiriki ukiongea naye anakuambia amefurahi na amejifunza, na kuna tofauti kabla hajaja na baada ya kuwepo kwenye mafunzo. Shukrani sana daktari. Nashukuru sana. Mtazamaji wa SKF TV, shukrani sana. Nilikuwa na Daktari Saidi Kilindimo ambaye tumezungumzia kuhusiana na masuala ya magonjwa mahututi. Hapo umemsikia vizuri jinsi alivyoelezea, lakini pia ametoa ushauri kwa madaktari pamoja na manesi. Nikushukuru sana kuchagua na kutazama SKF TV kwenye Afya Tips. Nyuma kamera alikuwa Pantaleo Lugwisha na mimi hapa ni Pendo Godson. Nikutakie wakati mwema.